إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. خطبتنا اليوم نتكلم عن المكر وإنه سيعود إلى أهله. Hotuba yetu leo ikiwa ni miongoni mwa mfululizo wa hotuba ambazo tulikuwa tukizungumza kuhusiana na hatari ya wanaharakati, na leo tunaingia katika kipengele kingine, nacho vitimbi vya wanaharakati vinawarejea wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala amevizungumza vitimbi ndani ya Qur'ani katika maeneo na mahala mwingi katika aya za Qur'ani, na wa kwanza kufanyiwa vitimbi alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndio mtu wa mwanzo, binadamu wa mwanzo kufanyiwa vitimbi vikubwa sana kutoka kwa watu wake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah mtukumbusha habari hii kwa kusema: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Kumbuka habari hii ewe Muhammad, wakati huo Uislamu tayari ushapata nguvu. Allah anamkumbusha aliyopita nyuma. Mtume Allah na dola katika mji wa Madina, dola Islamia. Kumbuka habari hii ewe Muhammad, wale walikufanyia vitimbi, wale ambao waliokufuru, na miongoni mwa vitimbi vyao walivifanya wakati ule ilikuwa liyuthbituka, wakufunge katika kibuzo cha mtende, wasikupe maji wala chakula na ufe katika kigogo hicho. Hizo ni njama ambazo wao walizifanya wakiwa na kabineti yao. Washirikina wakiongozwa na Mayahudi walifanya njama hiyo, wakufunge Muhammad katika mtende mpaka ufe, kama walivyokuwa wakiwafunga washairi mbalimbali waliopita nyuma. Maana kulikuwepo na washairi mina Rum, kutoka Rum, Faris na Farsi, wakiimba mashairi yao wakitukanana baina yao. Kwa hiyo Waarabu wanaposomewa mashairi yenye kuwagusa, walikuwa wakiwakamata washairi hao, wakiwafunga katika vigogo vya mitende, hawapi maji wala chakula mpaka wanakufa. Kwa hiyo alipopewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona watumie mbinu ile ile. Kwa kuwa wao washasema kama Muhammad msomaji mashairi, basi watatumia mbinu hiyo ya kumkamata na kumfunga katika kibuzo cha mtende, wasimpe chochote katika kinywaji wala chakula mpaka afe Muhammad. Hii ilikuwa ni makri yao ya kwanza, kitimbi chao cha kwanza. Au yaktuluk,
wakuondoe kabisa kabisa duniani kama walivyokuwa wamewaua manabii kabla yako huko nyuma. Fariqan kadhabu wa fariqan yaktulun, kundi la manabii waliwaua na kundi la manabii waliwakadhibisha sana hawa Mayahudi. Kwa hiyo washirikina wa Maka wakishirikiana na Mayahudi wakataka kufanya njama hiyo, na hiyo ndio njama kubwa sana kwa Mayahudi, ni kuondoa wale viongozi wake katika Uislamu, au kuondoa na kuulia mbali manabii wa Allah. Nabii Allah Zakaria alayhi salam atakumua paka pendelea katika mti, akasema mti funguka niingie, ukafunguka kweli, kaingia. Ikawa namtafuta wamuone kenda wapi, mbona hatumuoni hapa? Shetani akajitokeza katika sura ya binadamu akamwambia, uchaweni mti huu mtamuua huyo Zakaria. Kwa hiyo walipouchana ikawa inatoka damu, ikawa ndio nimuua nabii Zakaria hivyo, na wao hawakujuta wala hawakutubia kwa dhambi ya uaji. Hivyo ndivyo walivyo Mayahudi duniani. Usizanie kwamba iko siku kwamba wao watatubia kwa kosa la mauaji ambayo wao wanayofanya katika ulimwengu. Wataua na wala haliwi chochote, haliwi lolote. Na hao watu wanaosema kwamba wao ndio watetezi za haki za binadamu duniani, hao ndio watakaowalinda hasa Mayahudi, basi wakafanya njama wakuue au yukhrijuka au wakutoe kabisa Maka. Wayamkuruna, vitimbi vyote hivyo viligonga mwamba, na wakafanya vitimbi mbalimbali. Wayamkurullah, na Allah ni mwenye kupindua vitimbi vyao. Wallahu khairul makirin, na Allah ni mzuri wa kupindua vitimbi. Na kwenye aya nyingine Allah akasema, waqala alladhina stud'ifu lilladhina istakbaru, mambo yatakavyokuwa kiamani. Maana hakuna ambacho kilipotea bure kwa Allah asitihukumu kiamani, lazima kirejeshe. Kwa hiyo kiamani, wale wote ambao waliwatesa wale wanyonge au wakawalazimisha wanyonge kwamba lazima wamkufuru Allah, mpaka baadhi yao katika wanyonge hao wakawafuata katika jambo la kumkufuru Allah kwa sababu tu ya kuhofia adhabu za makafiri, basi siku hiyo wanyonge watasema, waqala alladhina istud'ifu, watasema wale ambao walionyongeshwa madhaifu, lilladhina istakbaru, watasema kuambia wale ambao waliofanya kiburi wakaacha kuwafuata manabii, watasema wanyonge hao, bal makru llaili wan nahari, bali nyinyi, yani nyinyi wakuu, mlitufanyia vitimbi sisi asubuhi na mchana, mlikuwa mkitufanyia vitimbi. Na miongoni mwa vitimbi ambavyo mlikuwa mkitufanyia sisi, ta'muruna, pale mlipotuamrisha sisi, an nakfura billahi, tumkufuru Allah, wa naj'alu lahu andada, na tumfanyie Allah kwamba anashirika, kwamba Allah si peke yake mwenye kustahili kuabudiwa, kuna miungu mingi tu inastahili kuabudiwa. Tukafanya hivyo, leo hii tumestahili kuingia katika adhabu za Allah kwa sababu ya kukuabudini nyinyi. Pamoja na unyonge wote, hatakikani mtu kufikia katika jambo la kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa njama ambazo makafiri wanazifanya duniani wakishirikiana na wanaharakati duniani ni kuhakikisha kwamba wanauzima Uislamu, wanaufuta kabisa Uislamu, hawataki kuona. Kwa upande wa Mayahudi, wao wanaona kwamba Muirani kwamba yeye ni Muislamu, ndio wanaishi hivyo. Ama akida Ahlus Sunna wal Jamaa kwa matendo na itikadi zao Mashia, hasa Rafidha, moja kwa moja wanahukumiwa kwamba si Uislamu, lakini kwa Mayahudi wao ni Waislamu. Kwa hiyo mapambano na vita vyenye kupita duniani kati ya Mayahudi na hawa wa Iran Mashia, ni baadhi yao wao kwa wao wanapigana vita, pamoja na kwamba sisi upande wetu tunafurahia kupigwa kwa Mayahudi zaidi, lakini si kama tunaposapoti na kufurahia itikadi ya Kishia, la, tuko mbali nao sana. Fafiami, katika mwaka 1869 njama za Mayahudi zimeanza zamani sana, vitimbi vya Mayahudi vimeanza zamani sana. Mwaka 1869 miladia, sio hijiria, abara hakim al-yahudi, alizungumza mmoja katika wataalamu wa Kiyahudi akiitwa Rashron, ni Yahudi huyo. Khitabun, alitoa khutba, alqahu, alitoa bil madinatu Barakh, katika mji mmoja ukiitwa Barakh.
qailan, Myahudi huyo alisema, idha kana dhahabu huwa quwwatuna alula, itakapokuwa dhahabu ndiyo nguvu yetu ya mwanzo Mayahudi katika dunia. Dhahabu ndiyo, kwa maana mali na dhahabu na kila kitu katika mali ndiyo nguvu yetu ya mwanzo. Lisaitar ala alalam, ili kudhalilisha ulimwengu. Mayahudi lengo lao si kudhalilisha Uislamu peke yake, watu wafahamu hivyo. Maana kuna baadhi ya watu wanaona kwamba Mayahudi wanaodhalilisha Uislamu. La, lengo lao si Uislamu peke yake, lengo lao ni kumaliza ulimwengu mzima. Wao ndio wawe juu Mayahudi. Kwa nasema idha kana dhahabu huwa quwwatuna alula, itakapokuwa dhahabu ndio nguvu yetu ya mwanzo, ni saytara ala alalam, ili kutenza nguvu ulimwengu. Fa inna sahafata, hebu sikiliza makini sana maneno haya Mayahudi, hakika magazeti yambaghi an takuna quwwatuna athaniya, magazeti ndiyo inatakikana iwe nguvu yetu ya pili ya kumaliza ulimwengu. Wakati huo hakuna mambo ya teknolojia, mambo ya simu, hawakufikia katika teknolojia kubwa mno ya kufikia mbali katika mambo ya kwamba sasa mtu anaweza kuzungumza wakati wote katika ulimwengu mzima. Wakasema itakapokuwa dhahabu ndiyo nguvu yetu ya mwanzo ya kuumaliza Uislamu na ulimwengu, sisi tukawa juu, basi magazeti ndiyo silaha yetu kuu ya pili. Waislamu fahamuni hivyo. Mitandao, magazeti ni aina ya pili ya silaha ya Mayahudi katika dunia, kama watu hawafahamu. Katika kitu ambacho Mayahudi wanakitumia sana katika dunia ni propaganda na uongo. Na ndio maana kama utaangalia kidogo ile vita vinavyokwenda hivi, kitu cha mwanzo wao ni kuzuia habari zisitoke katika Israeli kwenda katika nchi nyingine. Wanashtaki wale raia zao ambao watapiga zile kamera zao na picha zao wakatuma huko, wanawashtaki kwa sababu watajulikana ule udhaifu wao. Na mmoja katika Mayahudi katika mwaka 1897 katika mji mmoja unaitwa Madinatul Bal, yeye akasema yajibu alla yakuna li'a'daina wasailu sahifa, lazima maadui zetu wasiwe na nyenzo ya mambo ya magazeti. Magazeti ndio vyombo vya habari. Fiha an araihim, wakaweza yani yuabiruna fiha an araihim, wakaweza kueneza habari zao na rai zao kwa kutumia magazeti. Hakukuwa na mambo ya WhatsApp wakati huo, ilikuwa ni magazeti alafu yasafirishwe kwa majahazi na maboti yende katika nchi nyingine, habari zinaenezwa hivi. Kwa hiyo leo hii watu ambao ni hatari sana mbele ya Mayahudi ni watu wa vyombo vya habari. Lazima waeleze vile wanavyotaka wao, na hawakwenda hivyo maana yake watabakia kama ni maadui zao. Na kitu cha mwanzo ambacho wao wanakipendi basi ni kuwamaliza watu wote ambao wenye kueneza habari kinyume na wao Mayahudi. Wamakaru wa makara Allah, umefanya vitimbi na Allah anafanya njama zake za kupiga vitu vyao. Wallahu khairul makirin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu laghafurur rahim wal barru karim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. موقفنا نحن أهل السنة والجماعة في هذا الذي يجري في العالم. قال gani sisi tunasimama katika haya ambayo yanapita katika ulimwengu? Sisi nafasi yetu ni kuomba kwa Mayahudi wapigike vibaya sana, kwa sababu wao ni maadui wa Allah na maadui wa waumini na maadui wa manabii na mitume. Na kundi la pili ni Rawafidh, nao vile vile wamalizike vibaya sana. Allah amalize wao kwa wao, na sisi tutoe tukiwa katika hali ya amani na salama. Maana hali inavyokwenda lazima ufuatilie, usibakie kwamba hujui mambo yanayopita katika ulimwengu. Ni hatari. Maana sasa hivi moshi wa nyuklia unanukia. Maana Muisraeli ana bomu la nyuklia, sijui Irani, sina hakika,
lakini Pakistani nayo nyuklia, na habari zilizopo anasema kwamba Muisraeli akiangusha kombora tu katika nchi ya Irani, naye Mpakistani anaangusha kombora la nyuklia katika nchi ya Israeli, habari ambayo imetoka ndani ya siku 3 tu hizi. Na athari ya kitu hicho, bomu hilo, athari yake ni katika ulimwengu mzima, haitakuwa katika nchi ya Israeli tu na Iran. Maana Irani pale kuna Irani, kuna Pakistani, kuna Afghanistani, kuna Yemen, na huku kuna Saudi Arabia. Kwa hiyo Jaziratul Arabi ile iko katika hatari kubwa, iko katika hatari kubwa. Sisi yetu ni kuomba dua tu, wasije kutumia vitu hivyo, wapigane mwisho kupigana, wamalizane, wasije kutumia kitu hicho. Maana kuna wengine vichaa kuliko wao vile vile. Kuna kuduku huyo mwandawazimu huyo, akiona mambo yashaharibika na tupe tukombora huko, na huko kuna Mrusi, na huko kuna Mchina, kuna mataifa pale kama 4 yote yanamsupport Muirani. Hii ngoma inapokwenda iko katika hali mbaya kwa kweli, inaweza ikaharibu ulimwengu na inaweza kubadilisha mwenendo vile vile wa kidunia. Unaweza kubadilisha makawariji wakatumia njia vile vile wa kufanya fujo katika miji mbalimbali na nchi. Watu mpigana huko, lakini ukasikia fujo zinaingia katika nchi mbalimbali. Ndio athari ya vita vilivyo. Kuna watu wao wanasubiri kufanya fujo tu na mabalaa katika dunia baada ya matokeo kutokezea. Wamakaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Qala al-Imam at-Tabari inda hadhihi al-aya wamakaru, yani kuffara bani Israila, wamefanya vitimbi makafiri katika bani Israila, alladhina ahassa minhum kufur, ambao Nabii Isa alihisi na akagundua kwa wao kwamba kuna ukafiri. Alipohisi tu katika ukafiri kwa wao baadhi yao, qala man ansari ila Allah, nani atakayenisaidia mimi kuilingania dini ya Allah? Qala hawariyun, nani ansarullah, wakasema hawariyuna, wale masahaba wake na wanafunzi wake, sisi tutamnusuru Allah katika dini yake. Makafiri wako katika kuangalia hii hali, na hali isiyojificha. Sote tunajua kwamba nyuma ya Muisraeli yuko Marekani, tunajua wazi, na Marekani vile vile anataka dunia isikae katika hali ya salama. Kwa hiyo wanatoa fedha nyingi, anatoa mpaka silaha ili ulimwengu usibakie katika amani. Lakini Allah anasemaje kuhusiana wale ambao wenye kutoa pesa zao sana kwa ajili ya kuimaliza dini ya Allah? Allah anasema innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum, hakika wale ambao waliokufuru wanatoa mali zao, liyasuddu an sabilillah, lengo la mali hizo kuwazuia watu na dini ya Allah. Fasayunfikunaha, basi karibuni Muhammad watazitoa mali zao sana. Thumma takunu alaihim hasara, kisha itakuwa hasara juu yao. Thumma yughlabuna, kisha mwisho watashindwa. Allahumma ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Allah anawahutubia waumini, maana kuna baadhi ya Waislamu wasiojielewa, wao tayari washabezi katika upande wa Myahudi, maana bora ashinde Myahudi. Wako baadhi ya Waislamu hao, na wako wengine wamebezi vile vile kwa Mairani au Marafidha, Mashia, wako wamebezi huko. Lakini mawqifuna hadhihi al-aya wadhihuna, aya hii tuwekea wazi sisi, enyi ambao mlioamini, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, msiwafanye maadui zangu mimi. Allah nao maadui wake. Wa aduwwakum, na wala msiwafanye maadui zenu ambao Mayahudi na Marafidha, Mashia ni maadui wa Allah. Awliya, msije mkafanya kama ni wenzenu, vipenzi vyenu mkawasaidia. Tulkuna ilayhim bil mawadda, Allah aliwagomba wasahaba huko nyuma, hivi mnaweka kwa wao mapenzi. Wakad kafaru bima jaakum min alhaq, hali ya kwamba wao wameyakataa yale ambayo yaliyokujilieni nyinyi katika haki. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, wamemtoa mtume wa Allah maka na nyinyi, antuminu billahi rabbikum, kwa sababu tu ya kumwamini Allah mola wenu. Cha muhimu Muislam ni kukithirisha kuomba dua kwamba Allah yaktulu ba'duhum ba'da, wapigane kwa wao, na sisi atutoe min bainihim salimin, kati yao hali ya kwamba tuko katika amani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا عطيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا من مرضك أملنا. اللهم رب الناس مذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا رحمن الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة.